Yesu anazungumza juu ya ufalme wa Mungu na tabia yake ya kukua katika mioyo ya watu na kuenea kwake kila mahali. Anatoa mifano miwili kuelezea ufalme wa Mungu. Kwanza anakufananisha na mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi na kuondoka. Mbegu ikaota, ikakua na kuzaa matunda kwa jinsi mkulima asivyojua. Hii ni kuonesha kwamba ufalme wa Mungu ili ukue na kuzaa matunda ni kazi ya Mungu na si ya binadamu. Tunaitwa kuweka matumaini kwake Mwenyezi Mungu na kumtegemea katika maisha yetu daima. Bila yeye hakuna linalowezekana kufanyika. Pili, Yesu anafananisha ufalme wa Mungu na punje ya haradali, mbegu ndogo kabisa ambayo ikikua huwa mti mkubwa na ndege huja na kujenga makao yao. Hii ni kuonesha kwamba tabia ya ufalme wa Mungu ni kukua katika mioyo yetu na kuenea ulimwenguni kote. Tunaitwa kufungua mioyo yetu kuruhusu ufalme huu ukue. Pia tunaitwa kupeleka ufalme huu ulimwenguni kote ili kila mahali Mungu atawale. Somo la kwanza linaonesha dhambi kama adui anayedumaza kukua kwa ufalme wa Mungu katika mioyo yetu na katika ulimwengu. Mfalme Daudi ni mwakilishi wa wenye dhambi. Ni mwakilishi wa udhaifu wa kila mwanadamu. Daudi anashikwa na kishawishi na kuanguka katika dhambi na mke wa Uria. Tamaa ya macho ilizaa tamaa nyingine ya mwili, akaanguka. Daudi alitaka kuficha dhambi hii kwa watu, lakini ikawa ngumu. Na alipoona wezi, akaamua kumuua Uria. Kuanguka kwa Daudi na mke wa mtu kukazaa dhambi nyingine ya mauaji. Ni dhambi ya mtu mkubwa mwenye cheo dhidi ya mtu mdogo wa chini yake, raia wa kawaida. Ni dhambi ya uonevu, dhambi ya manyanyaso, dhambi ya kumnyang'anya mwingine haki yake. Ni dhambi ya ukatili. Somo hili linatualika kuwa waangalifu katika maisha. Majaribu yako mengi. Kuna hatari ya wenye nafasi kuwadhulumu walio wadogo. Yafaa kusali kwa Mungu ili atusaidie kuitambua mitego ya adui na kuikwepa. Hata hivyo, sisi ni dhaifu kwa namna moja au nyingine. Tunaweza kuanguka katika dhambi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Tunapojikuta katika hali hii, tusipoteze muda, bali tuchukue hatua ya kutubu na kumrudia Mungu. Ndivyo alivyofanya Daudi baadaye. Tutubu na kumwomba Mungu msamaha kama alivyofanya Daudi. Sala yake iwe sala yetu. Tumwambie Mungu kutoka katika kilindi cha moyo wetu: Ee Mungu, ni rehemu sawa sawa na fadhili zako. Na huu uwe mwanzo wa maisha mapya ndani ya Kristo, maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Tuombe watakatifu Timotheo na Tito watuombee kwa Mungu, nasi tuweze kuupa nafasi ya kwanza ufalme wa Mungu katika maisha yetu na kueneza ufalme popote, hata ikibidi kulipa gharama kubwa katika maisha. Tumsifu Yesu Kristo.